Mpendwa, ninatambua ya kwamba ulimwengu unakumbana na changamoto nyingi sana, na pengine swali lako linaweza likawa, je, sauti yetu iwapi? Ore sinaripo ngilengirai maana kitodolu ajo etabaua saa nisisi enkerai Enkai. Kitii tayari ana Irmaasai pee kingamu oltoilo obo tikitam naapishana. Hata katika ulimwengu huu ambao una makelele na changamoto nyingi za maisha, lipo hitaji la kusikia habari njema, na hii ni sauti moja. Na uzuri ni kwamba inaanzia kule katika divisheni kuu, na kisha divisheni Afrika Mashariki na Kati, na sasa ni Tanzania, kutoka milima ya Upare mpaka Majita, na kutoka Majita mpaka wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Na sasa ninatamani kukuletea viongozi wa Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania ambao watatuelezea One Voice 27. One Voice 27 si tu slogan au tukio. Hii ni mpango wa kanisa, ni harakati ya kanisa la Waadventista wa Sabato kimataifa, ya kwamba tuungane kwa pamoja, tuwe na sauti moja kwa kusudi la utume. Mpendwa, unaweza ukajiuliza kwa nini 2027? Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, mnamo AD 27, sauti ilisikika ya Baba wa mbinguni mara tu baada ya njiwa kutua mabegani mwa Yesu. Ilikuwa ni wakati Yesu alipobatizwa na akapanda kutoka majini, ndipo sauti iliposikika ya Baba wa mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na kwa hivyo mpendwa, mwaka 2027 ni sherehe kubwa ya kukumbuka ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sherehe hizi zinaanza sasa zinaanza sasa hivi. Tunaanza kutafuta kila mwenye mwili apate kubatizwa na kumpokea huyu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunakumbuka ya kwamba huyu Yesu aliyebatizwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita ndiye anakuja, lakini akija anatamani kuona kila mwenye mwili amebatizwa, amchukue kwenda mbinguni. One Voice 27 inagusa vyombo vyote vya habari, kutoka kwenye mitandao ya kijamii hadi redio za duniani kote.